Wakurugenzi, wawezeshaji, wakuu wa vyuo, mabibi na mabwana, mwana kondoo ameshinda. Nipo hapa kumwakilisha mwenyekiti wangu Mchungaji Bwigane Nathan Mwakalinga, ilikuwa asimame leo hii hapa, lakini kwa ratiba ya Mungu imempendeza nisimame mbele yenu. Viongozi wetu wana kikao cha kanisa la Moravian Tanzania pale Tabora, kwa hiyo wamesafiri kuelekea huko, wako Tabora kuzungumzia mambo mbalimbali ya kanisa letu ya umoja. Ninyi mliotoka mbali na jimbo la Mashariki na ndugu zetu kutoka nje ya nchi, karibuni sana hapa Zanzibar. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuongea mambo machache sana, maana nina dakika chache kwa ajili ya maneno haya ya ufunguzi. Baada ya kuwakaribisha, tunamshukuru Mungu ambaye ametujalia neema na rehema kuifikia siku ya leo kuwepo mahali hapa. Ni imani yangu mafundisho haya yatatujengea uwezo kama ilivyokusudiwa, ili tuifanye kazi ambayo tumepewa kwenye maeneo yetu katika vyuo vya ufundi, ili kuweza kutimiza kusudi la Bwana, lakini kuifikia jamii yetu, inayotuzunguka. Kazi ya kanisa ni kumhudumia mwanadamu kwa ukamilifu wake. Tunafahamu mwanadamu ni mwili, nafsi na roho. Hajaenda mbinguni, kuna mahitaji mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndio maana kanisa linamhudumia mwanadamu kiroho. Tunayo makanisa kumhudumia kiakili, tuna vyuo na mashule mbalimbali, lakini mwili unahitaji mahospitali na mahitaji mengine. Vyuo hivi vya ufundi vinalo jukumu kubwa katika kuisaidia jamii yetu ya Tanzania, lakini pia ni katika kutimiza hilo kusudi la kanisa la kumhudumia mwanadamu. Nimesema tunaisaidia jamii yetu ya Tanzania. Tuna changamoto kubwa sasa ya ajira. Changamoto ni kubwa, na mkombozi pekee ni vyuo vyetu hivi vya ufundi. Nakumbuka wakati fulani waziri mkuu alisema hata wale waliomaliza vyuo vikuu ni muhimu wakawa na fani zao, wakasomea kwenye vyuo vyetu hivi vya VETA, kwa sababu ndio mkombozi. Mtu anaweza kujiajiri, na mtu akijiajiri, taifa linakuwa na maendeleo, kanisa linapata watu, linapata sadaka, lakini pia tunawaepusha watu kujiingiza kwa matendo yasiyofaa, kutokuwa na maadili. Wengine wanaingia kuwa vibaka kwa sababu ya kutokuwa na kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu akiwa na fani yake ni rahisi kujiajiri, tofauti na sasa wanaambiwa watu wajiajiri, hawana fani. Hakuna namna ambavyo wanaweza kujiajiri wasipokuwa na fani yoyote. Kwa hiyo mnalo jukumu kubwa kama viongozi wa vyuo katika kuhakikisha tunaisaidia jamii yetu katika maeneo na mazingira hayo. Jambo kubwa ninaloweza kusema kwenu, nimesikia hapa kwa habari ya namna mtakavyoweza kuwasiliana na donors na nini. Lililo kubwa linalotakiwa kwenu na kwa kanisa ni swala la uaminifu. Uaminifu imekuwa changamoto kubwa. Ni kweli watu wanakuwa na taaluma, wamesoma, wana uwezo, wana vyeti vizuri, lakini uaminifu haufundishwi kwenye chuo chochote duniani. Unaweza kumweka mtu kwenye uhasibu kwa sababu amekidhi vigezo vya kuwa mhasibu,
lakini akikosa uaminifu ni balaa kubwa. Kwa Mungu awajalie katika eneo hilo kuwa mwaminifu, maana yake kufanya kitu sawa sawa na kinavyotakiwa, kutokuhamisha, kutokubadilisha, kutokufanya kwa kujipendelea, kwa kujiangalia wewe, tusio wa binafsi. Kwa Mungu atuwezeshe wapendwa kuwa waaminifu. Hilo ni jambo kubwa na la msingi sana. Kuwa na shule nyingi na vyuo vingi, mwisho wa siku tunajikuta tunaingia kwenye madeni. Unakuta taasisi kama hii ikiendeshwa na mtu binafsi ina uwezo wa kujiendesha, kulipa mishahara. Kwa hiyo huwa tunajiuliza ni wapi tunakwama, kwa sababu ya ubinafsi ambao mwanadamu yuko nao. Lakini nataka nikwambie, ukiifanya kazi ya Mungu au kazi yako kwa uaminifu, hautapungukiwa. Mungu atakuwa na namna ya kukutunza. Kwa hiyo tuifanye kazi yetu kwa uaminifu, lakini tujitume, tuifanye kazi hii kwa bidii. Na jamii inategemea kupata kitu kutoka kwetu. Kanisa kuna kitu inatarajia kuona kwetu. Lakini pia hata hao wafadhili, si kwamba wanafadhili tu, wanatarajia na wao kuona matokeo. Nilikuwa naongea nao mara pengine wanasema tumeshindwa kufadhili mradi fulani, hatuyaoni matokeo. Wanapowekeza kitu wanatarajia kuona kitu. Hauwekezi tu kwa sababu wana pesa nyingi, hawana pa kuzipeleka, lakini wanatamani kuijenga jamii yetu. Kwa ni msaada kwetu kwa kuisaidia jamii yetu tulio nayo. Mungu atujalie wapendwa, kupata watu waaminifu, watu wenye kujituma, watu wenye bidii. Imekuwa kazi iliyo ngumu sana, lakini Mungu atusaidie kufanya hivyo. Ninajua zipo changamoto kadhaa huenda katika maeneo yetu ya kazi, kwa maana ya vitendea kazi, huenda miundombinu na vitu mbalimbali havijakamilika. Lakini hayo yote kwa kanisa tutaendelea kushirikiana pamoja na wapendwa wetu ambao wenye moyo safi, wadau wa maendeleo ambao tumeendelea kushikana mkono ili kuhakikisha tunayatimiza hayo mahitaji ya kwenu. Kila chuo kina mahitaji yake, kila chuo kina mazingira yake tofauti, na kwa namna hiyo itabidi tuendelee kushirikiana na kanisa ili kufikia malengo hayo, kuboresha miundombinu, vitendea kazi na mazingira ya kazi. Najua hilo ni changamoto, lakini tunaendelea kukua, na kadri tunavyoendelea kukua tunaendelea kutimiza moja baada ya jingine. Kizingatia especially huku mashariki ni wapya kabisa na chuo chetu ni kipya na ndio kinaanza. Kwa hiyo kwa vyovyote kitakuwa na mahitaji mengi na changamoto nyingi. Wakati tunavyoendelea, kwa msaada wa Bwana tutafika tunakotarajia. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi sana kwa ukiangalia takwimu, watoto wanavyokufa ni kuanzia miaka 0 hadi miaka 5. Ndio umri ambao ni rahisi sana kushambuliwa na kufa. Kwa nataka kusema kwamba chuo chetu pamoja na kwamba kinaanza, tuendelee kukibeba, kisife, kifikie malengo, kiwe kikubwa zaidi, na vyuo vingine viendelee kukua. Tunatamani kuona ukuaji wa namna mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Ombi letu kwa wapendwa wetu ambao ni wawezeshaji na wahisani wetu ambao tumekuwa tukishirikiana nao, wasituchoke, waendelee kushirikiana na kanisa. Ni utumishi ambao tumetumwa na Mungu kuifikia dunia. Ni sehemu ya kuhubiri Injili, na ni Injili ya pekee kwa njia ya vitendo. Ninaamini jamii yetu kwa namna hii tunaikomboa na tunaibadilisha, na mwisho wa siku watakuwa na kitu cha kushukuru. Mungu awabariki kwa kazi yenu ya sadaka mnazozitoa,
Najua ni michango kutoka kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwatunza, kuwabariki, na sisi kwa uaminifu tutaendelea kuonyesha ushirikiano wetu kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwe na maneno haya machache, niwatakie semina hii njema na muwe na furaha na amani kuwepo hapa Zanzibar, na baraka za Mungu ziwe juu yenu, kile kilichokusudiwa kikapate kutimia. Tunatarajia kuona mabadiliko chanya huko tunaporudi, tofauti na jinsi tulivyokuja, katika maeneo mbalimbali, katika fani mbalimbali ambazo tutafundishwa. Kutakuwa na improvement, hatutakuwa kama tulivyokuwa mwanzo. Sasa Mungu awasaidie kwa uaminifu, hiki mtakachojifunza kwenda kushare na wengine na kuendelea kutafuta mafundisho, kwa sababu kujifunza hakuna mwisho mpaka mwisho wa uhai wetu. Aliyekoma kujifunza ni yule aliyekufa. Madam tuko hai, tuendelee wapendwa kuitafuta elimu. Biblia inasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake, kwa kuwa ni uzima wako. Kawafundishe watu, mkawape elimu, vile vipawa ambavyo Mungu amewapa vikahusike sana, vinahitajika na jamii. Naomba tusimame. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka unaniruhusu kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru umetukusanya watoto wako hapa katika shule hii na chuo hiki cha Eniuta. Asante kwa wema na fadhili zako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa mkono wako wenye nguvu. Tulipanga kama wanadamu, lakini Mungu umelithibitisha, ndio maana umeruhusu tuwepo mahali hapa. Watoto wako watakuwepo chini ya dari hii kwa siku hizi mbili ili kupata maarifa. Ninaomba Roho Mtakatifu wajaze nguvu zako na upako wako usiwapungukie, wasaidie katika kila hali. Ninawapatanisha na hali ya hewa ya mahali hapa na ardhi ya mahali hapa katika jina la Yesu. Asiwepo wa kuugua, asiwepo wa kupatikana na mabaya. Mkono wako wenye nguvu uwe pamoja nao, uwafanikishe hata watakapofika mwisho, watakapokuwa na rejea. Roho Mtakatifu akawe pamoja nao. Yehova Mungu, siku hizi za kuwepo hapa ziwe za kukumbukwa, ziwe za thamani machoni pako. Baba, uende pamoja nasi, utukufu wako usitupungukie. Damu ya Yesu inene mema kwa ajili yetu. Mlinde kila mmoja asidhurike, mlinde kila mmoja awe na afya yake katika jina la Yesu. Fungua mioyo yetu na masikio yetu tupate kuelewa yale yatupasayo kujifunza. Zaidi sana bariki majimbo yetu, bariki kanisa la Moravian Tanzania, bariki watoto wako nje ambao Bwana wamejitoa kwa ajili ya kazi hii. Tukufu wako uwe pamoja nao tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Nami nafungua kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.